Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena, karibu katika kipindi kizuri cha saa ya kufunguliwa kwako na Dr. Olivia. Nina hakika umetoka kusikiliza neno zuri la hekima kutoka kwa mtumishi wa Mungu Dr. Eli. Leo nataka niseme na wewe, ahadi za Mungu ni kweli. Unaamini ahadi za Mungu ni kweli? Kama unaamini ahadi za Mungu ni kweli, utaishi kwa kujitoa kwa Mungu. Wako watu katika Biblia ambao waliishi kwa kujitoa kwa Mungu na walisubiri ahadi za Mungu. Tunaye baba yetu Ibrahim, baba yetu wa imani. Alisubiri mtoto kwa kipindi kirefu, lakini ahadi ya Mungu ilitimia. Watu wote, wafalme wote, watu wote wenye imani huwa wanazikiri ahadi za Mungu, wanasubiri ahadi za Mungu. Mtu wa Mungu unayenitazama asubuhi ya leo, usiwe na haraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila jambo kuna wakati na majira yake. Tukisoma katika kile kitabu cha Mhubiri 3, anasema kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Ziko nyakati mbalimbali zimeainishwa pale. Ili Mungu akutokee, lazima umtamani awe katika maisha yako. Kuna wakati Yesu alikutana na mwanamke Msamaria. Na yule mwanamke alikuwa na changamoto ya kufungwa na vitu katika maisha yake. Changamoto zinaweza zikawa katika maisha yako, lakini Mungu anataka wewe uwe na kiu na yeye. Kiu ya kusoma neno lake, kiu ya kuwapenda watu wake, kiu ya kufanya kazi kwa bidii, kiu ya kufanya mambo makubwa. Maandiko yananiambia kupitia mtume Paulo, anasema atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa kuliko yale tuyaombayo wala tuyawazayo. Mwaka huu, hebu waza mambo makubwa, hebu waza biashara kubwa, hebu waza kuwa na afya njema, hebu waza kumaliza huo mgogoro, hebu waza ya kwamba utashinda hiyo kesi, hebu waza ya kwamba utasoma na utakuwa the best student, hebu waza ya kwamba wewe utakuwa ni kitu bora. Kuwa na kiu. Kuna huyu mwanamke alikuwa na kiu na Yesu alionekana katika maisha yake. Ukisoma Yohana Mtakatifu sura ile ya 4 mstari wa 8, anasema kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe mwanamke Myahudi kutaka maji kwangu? Imekuwaje wewe mwanamke Myahudi kutaka maji kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu na ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Je, wewe mkubwa kuliko watu hawa? Zaidi ya baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hichi? Yesu akajibu, kila anywaye maji haya hataona kiu tena, walakini yeyote atakaye kunywa maji haya nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali maji yale nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemu yakibubujika milele. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vikubwa Mungu anataka kufanya na wewe, lakini una nguvu za Mungu kidogo. Lazima uwe na utawala wa Mungu wa juu ndani yako ili uweze kukamata vitu vilivyoko katika ulimwengu wa roho. Maisha ni katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa mwili. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Waefeso anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka, juu ya majeshi ya mpepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mungu anataka wewe unayetazama kipindi hiki uwe na kiu ya kumjua yeye, uwe na kiu ya kumpata yeye. Ukimpata Mungu umepata utajiri. Ukimpata Yesu katika maisha yako, kiu zote ambazo ulikuwa nazo zitatendeka katika ulimwengu wa mwili. Kuna vitu katika ulimwengu wa roho ambavyo kwa wewe kuwa na kiu na shauku ya kutamani vitokee katika maisha yako, Mungu anaweza akafanya. Huyu mwanamke alianza kumshangaa Yesu akimwambia, wewe ni Myahudi, wewe ni Msamaria. Kuna watu wanaona kwa uchaga wako, kwa uhaya wako, kwa uchina wako, wewe huwezi kufanikiwa. Lakini nayo habari njema asubuhi ya leo, yeyote anayemwendea Yesu, yeyote mwenye kiu ya kutaka kutendewa na Yesu, huwa anafanyiwa na Yesu. Uwe na kiu
bila kujali vikwazo, vipingamizi vya watu wengine, vipingamizi vya elimu, vipingamizi vya kabila, vipingamizi vya dini, udunia, visizuie uungu katika maisha yako. Bwana anataka wewe unayesikiliza kipindi hiki asubuhi ya leo uwe na kiu. Anasema ukiwa una kiu ya kumpata Mungu, kiu inayozungumziwa hapa ni nguvu za Mungu, uweza wa Mungu, mamlaka ya Mungu. Matendo 1:8 anasema lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu huyo Roho Mtakatifu, ili umiliki na kutawala. Ni lazima Yesu aingilie kati. Watu wengine wana nguvu nyingine za giza, za waganga wanaozitegemea. Ili ufanikiwe lazima we utegemee nguvu za Mungu. Lazima Yesu aondoe kiu zote za kidunia, aweke kiu ya kumpenda yeye, kumjua yeye, na ile mito ya maji ya Mungu yatatiririka ndani yako. Mito ya maji yaliyo hai ni amani, furaha, kicheko, bubujiko. Wale wa Pentekoste mtanielewa. Lazima uombe mpaka usikie ule uwepo wa Mungu, ndipo unaweza kupokea majibu yako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yeyote ambaye atakunywa maji nitakayompa mimi, chemchemu ya maji itabubujika ndani yake. Uweza wa Mungu unapokuwa mkubwa katika maisha yako, ndipo unaweza kuvuta vitu katika ulimwengu wa roho. Gari linapokuwa halina mafuta haliwezi kutembea. Gari linapokuwa halina maji haliwezi kutembea. Mungu ananiambia niseme na wewe asubuhi ya leo, hebu kuwa na kiu ya Mungu. Hebu tafuta kumjua zaidi, kuwa na mahusiano naye zaidi. Na usiseme nimepoteza uungu. Bwana anarudi kwako tena. Biblia inasema Yesu akajibu akawaambia, amini amini nawaambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Wokovu ni kitu cha muhimu na cha msingi. Na wokovu ni sasa. Na Yesu yuko hai. Na wokovu ni real, si kitu cha kufikirika. Huwezi kutawala kama hakuna nguvu katika maisha yako inayokupigania. Niko hapa kusema na wewe ambaye umekuwa na kiu ya kunywa pombe, kiu ya uzinzi, kiu ya kwenda kwa waganga wa kienyeji. Yesu anaweza akaondoa hizo kiu na ukawa ni mtu mwingine, kwa sababu Yesu anabadilisha. Maandiko yanasema tulikirimiwa jina lipitalo kila jina, na tukiliita hilo jina, kila nguvu inayokutesa huwa inanyamaza. Madeni, hofu ulizo nazo, aibu zinazoendelea katika maisha yako zinaweza kunyamazishwa na nguvu ya Mungu. Tamani leo kama huyu mwanamke, na huyu mwanamke alianza kumshangaa Yesu, wewe ni Myahudi, mimi ni Msamaria, inawezekanaje? Wewe unaweza ukaona Mungu anashindwa kutenda kwa sababu ya mazingira yako. Ninayo habari njema. Huyu alikuwa Myahudi na huyu Msamaria, lakini walielewana. Asubuhi ya leo nataka nikuombee wewe ambao una kiu ya kumjua, kumpenda Mungu, wewe ambao umepoteza ile neema ya Mungu, irejee tena katika maisha yako. Huwezi kupokea chochote kama hauna mahusiano mazuri na Mungu. Nataka nikuombee wewe ambao unaumwa, wewe ambao una huzuni. Baba, naachilia moto, uponyaji, kibali, upendeleo katika maisha yanayotazama kipindi hiki. Pokea neema ya Mungu. Kiu yoyote ulio nayo juu ya Mungu ikatimie. Mwezi huu ukawe ni mwezi wa baraka, wa mafanikio katika maisha yako. Pokea nguvu za Mungu na neema ya Mungu. Shalom, shalom. Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako.